Ni mkesha wa Christmas tarehe 24 Disemba mwaka 2025. Tunaendelea kuizungumza michezo. Naitwa Ernest Singano. Mbele yangu wa kamera nipo na Mikoi Kisugu, miongoni mwa wanachama na mashabiki ambao wanaizungumza football kweli kweli. Hajaonekana kwenye Albadil, maneno yamekuwa mengi. Hajaonekana kwenye mechi ya mashabiki wa Simba na Yanga, maneno yamekuwa mengi. Lakini taarifa zinaeleza huenda wakapokonywa mchezaji tena na Young Africans, Alan Okello. Nikasema nifunge safari kwa Mikoi Kisugu. Upo vizuri? Niko njema, niko sawa sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kama jinsi ambavyo unavyoniona, tabasamu limekuwa la hali ya juu sana, kwa sababu unajua tuko kwenye maandalizi ya sikukuu ya Christmas, lakini pia tuko kwenye maandalizi ya New Year, kwa maana ya mwaka mpya. Lakini kikubwa siku zote bado hazijafika, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutupa afya njema na pumzi, ili kuhakikisha kwamba tunafika, kwa maana tunasherehekea Christmas, lakini pia tunakwenda kuona mwaka mpya, ili kuona namna ambavyo kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa sawa. Lakini kikubwa lazima niseme, niwapongeze sana Kawabe Media. Tunakwenda kumaliza mwaka, tumeshirikiana kwa namna moja au nyingine. Mmekuwa watu wangu wa karibu sana, mmekuwa na changamoto nyingi, na imani kwamba hapa mlipofika mmepita katika njia zote ngumu. Mmepita katika njia ngumu kwa maana kwamba ya furaha, lakini pia mmepita katika njia ambayo kulikuwa na karaha ndani yake. Mfano, lazima nizungumze ndugu wangu Singano, nikupongeze sana. Mwaka umeisha, najua mwenyewe unajua kwamba umeushaje, lakini kimsingi najua kwamba umevuka mabonde na milima. Wako watu wengine wanasema Singano Simba, wako wengine wanasema Singano Yanga. Pale ambapo unapoamua kwenda kusimamia kwenye misingi ya taaluma yako, kwenda mtu mmoja ameumia, mtu mmoja amefurahi, basi ndio timu ambayo unapeleka. Lakini yote kwa yote ndio jamii na namna ambavyo wanadamu tulivyo, kwa sababu kuna vitu viwili Singano lazima ujue. Kuna furaha imeumbwa, lakini kuna karaha pia imeumbwa. Na kuna muda mtu atakufurahia na kuna muda mtu atafanyaje, atakuchukia. Jua yote ni maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ameumba Singano. Shukrani sana Blaza Mikoi Kisugu kwa wale yote ambao tumekuwa tunayafanya. Tumefanya kazi kwa muda mwingi sana mimi na wewe. Tangu sipo hapa, tangu nipo katika media mbalimbali, umekuwa ni mtu wangu sana wa karibu. Hii inaitwaje? Hii inaitwa tasbih. Hii inaitwa tasbih, ni jambo ambalo mara nyingi natembea nalo mkononi pale ambapo kuna shughuli zinapokuwa zimepungua. Basi na astaghfiru na kumtaja Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio jambo ambalo kila mwanadamu anatakiwa kwamba mtaje Mungu kwa imani yake. Kwa unaweza kusema bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ukasema Allahu akbar, basi unamtaja tu Mungu katika njia tofauti tofauti. Kisugu ni mtu wa Mungu sana. Bwana Kisugu, tuizungumze michezo. Taarifa zinaeleza ya kwamba umemsusia Shabani Albadil, umekimbia Albadil ambayo mliipanga kwa pamoja. Hii taarifa imekaje? Ya Singano, nami nimeona kwenye magrupu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kwa namna ambavyo watu wanavyozungumza, lakini niseme kabla sijajibu yote, kwanza nimpongeze mwenyekiti wa Mpira Pesa Shabani. Amekuwa mtu mmoja jasiri, amekuwa mtu mmoja mwenye misimamo, na imani kwamba katika kile kitu ambacho kilichokuwa katika moyo wake na baadhi ya wana Simba kimekwenda kukamilika jana. Lakini kimsingi cha kwanza lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu, zile dhamira ambazo tulikuwa tumezikusudia baadhi ya wanachama wa Simba kuzifanya, tumezifanya. Nafikiri leo kwenye mitandao ya kijamii tuna watu wa aina mbili. Mmoja, tuna watu wa aina ya propaganda, lakini tuna watu wa aina ya comedy. Kwa hiyo jambo linapotokea, mwingine anachukua jambo katika propaganda, lakini mwingine anachukua jambo kama comedy kwenda kuwafurahisha watu ambao wanaopenda kuangalia mitandao ya kijamii. Yote hayapo. Na kilichonifurahisha zaidi, jana nimeona watu wa comedy wametamba sana kwenye mitandao. Historia wakisema kwamba Kisugu hajaonekana, wengine wamekwenda mbali zaidi, wanasema kwa sababu posho kulikuwa hakuna, wengine wanasema hapana, Kisugu tulikuwa tunamjua msaliti, lakini kwanza ukweli ndio huu. Walejee wamsikilize vizuri Shabani wa Mpira Pesa kile ambacho alichozungumza. Moja, Shabani anasema kwa kunukuu, Kisugu hakufika kwenye Al-Badiri, alitoa uzuri wa usiku kuto kufika katika ule usiku, lakini asubuhi alisema atakuja, lakini kwa bahati mbaya sikujua nini kimemsibu, hakutokea. Sikiliza vizuri Singano hapo. Maana yake Shabani anakwenda kuadhirishia watu kwamba kwenye mipango ili kuhakikisha Al-Badiri inakwenda kusomeka nishiriki. Kwenye vikao tulikaa tulishiriki, kwenye mipango nilishiriki, isipokuwa kwenda kutenda jambo lenyewe sikushiriki.
Lakini Shabani anawaambia watu kwa sababu Kisugu alitoa nini? Udhuru wa usiku hakutokea, ila alisema asubuhi atakuja. Kwa bahati mbaya sijui nini kimemtokea, hakutokea. Sasa watu wa comedy wakachukua vipande vyao wakaamua kuvitengeneza, wakasema Kisugu kakimbia, lakini ukweli ndio Singano. Kuna mambo mengine wasipendelei sana kuyazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Personal issue wasitaki kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kuna muda nalazimika kuyazungumza kwa sababu ya watu wa comedy ambao wanaamua kwa makusudi kwenda kuchafua jina lako kwa sababu tu watu wapate kufurahi, na wao wameumbwa watu wa comedy wa kuchekesha watu. Singano, nirejea nyuma kidogo. Nyinyi waandishi mlikuwepo katika mechi kubwa ya Simba na Yanga, mashabiki nilionekana? Kuonekana. Singano, utakuwa ushahidi, kwenye mazoezi Kinesi ulikuwepo pale ya mashabiki wa Simba, nilionekana? Mlihoji Kisugu yuko wapi? Sasa nianzie historia kutokana na sehemu ya mashabiki, na ndio maana nyinyi waandishi wakati mnafanya mahojiano na mashabiki wa Yanga wengi walijadili Kisugu hatukumuona, na ni kweli sikuwepo. Watu walitamani kukuona. Ukweli ni huu. Mimi nauguriwa na baba yangu mzazi. Mzee anaumwa. Pole sana. Na sasa hivi mzee wangu anaumwa zaidi ya miezi miwili, yuko nyumbani kwangu. Mimi kama mtoto wa pili wa mzee, kwa sababu ndiko karibu na mzee, ndio nahitajika kumhudumia usiku na mchana. Kuna muda mwingine nashindwa nafasi ya kupata kutoka kwa sababu nalazimika kwenda kutoa huduma ambazo mimi nastahili kuzitoa mtoto kama baba kwa baba. Kwa hiyo moja ya sababu ambayo mimi nilimweleza Shabani mpira pesa, na Shabani anajua nilimweleza Shabani kwa usiku, mimi siwezi kutoka na hali halisi ya mzee namna ambavyo ilivyo, lakini nitajitahidi asubuhi nitafanyaje? Nitakuja. Kilichotokea asubuhi juu ya familia, juu ya mgonjwa huyu, mimi ndio najua. Sikulazimika tena kutoka, lakini kwa bahati nzuri kwa sababu Shabani nilijua kiongozi, kuna watu pale walikuwepo, niliwapigia simu nikazungumza nao. Na ndio maana ilinisababisha sababu hata mechi ya mashabiki wa Simba na Yanga nisionekane. Lakini niwaambie baadhi ya wana Simba, Shabani anaweza akawashahidi katika hili. Tulishirikiana mguu kwa mguu, tulishirikiana unyayo kwa unyayo, siku kwa siku, hatua kwa hatua, mpaka jambo linakwenda kufanyaje? Kukamilika. Wewe Singano utakuwa shahidi. Tulikufukuza kwenye kikao, tulikwambia tuna kikao chetu tufanye interview, ondoka. Kweli sio kweli? Sahihi, Magomeni bwana. Mpira pesa nilikuwepo. Waambieni watu wa comedy wapunguze comedy. Watu maana maneno yalikuwa mengi kwamba Kisugu ghafla amekuwa msaliti, hii ndio tabia yake ya kusaliti wenzake. Na ndio maneno ambayo yapo maneno na ataendelea kuzungumzwa Singano. Kwenye jamii usiogope watu kuzungumza maneno ambayo yako mengine yatakuwa mazuri kwako na yako mengine yatakuwa mabaya kwako. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa na Mungu katika dunia hii aliyekubalika na watu wote katika mambo yake. Tayari albadili imesomwa, tutarajie makubwa kwenye hii albadili ambayo umeisoma. Moja ya albadili ni maombi ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Wacha tuiache isechi. Tushapeleka malalamiko yetu kwa Mungu, tumeshapeleka maombi yetu kwa Mungu, tumeshapeleka mashtaka yetu kwa Mungu. Yeye ndio muamuzi juu hayo ambayo tulokwenda kumshtaki. Wanasema mmefanya dua kwa ajili ya jasusi. Hatukufanya dua sisi kwa ajili ya mtu. Dhamira na nia haikuwa hiyo. Dhamira na nia kuona namna ambayo mtu aniyekusudia aidha kufanya baya au yeye anakaa kuendelea kuifanya mabaya timu yetu. Kwa hiyo sisi tumepeleka mashtaka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndio mwenye maamuzi katika hayo. Mungu mwenyewe ndio maamuzi katika hayo. Isije kamegeukia wenyewe. Yes. Kama Kisugu mbaya na asaliti igeuke. Kama Kisugu nani pasi milioni mbaya igeuke. Kama Mzalamo mbaya igeuke. Na ndio maana sisi hatukurenga kwenda kumkusudia mtu, lakini cha ajabu leo comedy kwenye mitandao ya kijamii, comedy kwenye WhatsApp, wao ndio walikuwa wataka albadili, leo ndio wanatoa shutuma kwa nini fulani hakuepo. Ingisa akilini hapo uelewe.
Wako wengine ndugu zangu, nikisoma komenti zao pale nacheka. Wako wengine leo asubuhi wameamka wanachukua tu picha ya Kisugu wanaweka. Singano baba anaumwa. Pole sana. Pole sana. Kuna muda silazimiki kuyazungumza haya, lakini una budi. Lakini sina budi niyazungumze. Na hili liwe fundisho kwa wanadamu wengine. Leo haiwezekani mashabiki wa Simba na Yanga wanacheza, baba yangu yuko pale kitandani, hali yake rofu hali Kisugu nitoke. Haiwezekani. Silazimishe. Leo hii Singano, mimi katika watu ambao walioandaa ile shughuli ya Simba na Yanga nakutana, nimezungumza sana na niliweka hadi nyingi kuwepo, lakini kutokana na hali halisi sikuwepo. Na hizi taarifa mwenyekiti Mohamed Hamisi anajua, ndugu yangu Meja wanajua. Kuna muda ndugu yangu Mzee Saluti ananipigia simu ananiambia Kisugu wai, namwambia Mzee Saluti, mzee hayuko vizuri, anasema tunazidi kukuombea Kisugu. Changamoto ni nyingi sana ambazo zinatokea kama alivyozungumzia Mikoa Kisugu, na tumechakata kwa ukubwa sana na watu wamekuelewa hapa Mikoa Kisugu. Tuachane na hilo. Taarifa zinaeleza ya kwamba Yanga kwenye miongoni mwa mchezaji ambao mnamtaka, basi wameenda moja kwa moja kuhusiana na Alan Okello kumhitaji na wao. Ili kwako limekaje? Simba hawana mchezaji anaitwa Alan Okello. Hawana. Taarifa zilikuwa Singano taratibu, step by step. Na bahati nzuri tumebakiza muda mchache sana, siku chache sana Singano kuelekea katika mwaka mpya. Tulianza vizuri mimi na wewe, tulitibuana katikati mimi na wewe. Tuombe Mwenyezi Mungu tumalize vizuri Singano. Nimesema Simba hawana mchezaji anaitwa Okello. Hiyo moja. Lakini pili, Singano, hebu nihakikishie kwa utaalamu na uzoefu wako wewe, usajili tayari? Taarifa. Sawa, taarifa za nini? Tetesi. Za nini? Usajili. Tayari usajili? Bado. Mimi najibu nini katika hilo? Ila Alan Okello ni mchezaji ambaye mlianza kumfuatilia kitambo. Siwezi kulijibia hili kwa sababu moja. Mjomba wangu Yanga leo bwana ananikimbia. Mjomba nasikia juzi upande wa mashabiki mmegawa utamu. Singano huwa anapenda kusema siku zote na kuambia wana Simba. Muda si mrefu nimewazungumzia watu ambao wao wanaishi kwenye mitandao kwa ajili ya propaganda. Leo propaganda zimeanza kwenda kuitengeneza, kwenda kupeleka sitofahamu kati ya mashabiki wa Simba na viongozi wa nini? Wa Simba. Mmeanza kina Singano. Leo mmelala mmeamka mshaanza kwa Okello kwamba mchezaji alikuwa anatakiwa na Simba, sijui Yanga wamemfuata, mchezaji sio alikuwa na nani, sio fulani wamemfuata, ili akienda kwenye timu nyingine waonekane kwamba viongozi wa Simba si lolote si chochote. Acheni propaganda za kitoto. Kumhitaji Okello. Management ya Simba anajua, technical bench la Simba anajua. Simba tuna mwalimu mpya. Kila mwalimu anakuwa na mapendekezo yake juu ya kipindi ambacho alichotaka kuongeza mchezaji kwenye timu yake. Leo hii Singano najua tutafika huko, najua tutakwenda kumzungumzia mwalimu huko, lakini kimsingi kila mwalimu alipoona timu yake anakuja na mapendekezo juu ya kuimarisha timu yake katika kikosi chake. Steve Becker anamtaka Okello? Steve Becker anamtaka Okello? Hamtaki. Nakuuliza wewe Singano nisaidie. Anatamani kuwa na mchezaji kama Okello. Amesema hayo au mnamsemea? Bado hajaanza kufanya interview, lakini natumai na yeye pia hata usimfikirie na kwenda kumjibia mtu Singano. Mimi naamini, nakiri kwamba Okello ni mchezaji mzuri. Mimi binafsi matamanio kumuona Okello kuchezea Simba Sports, natamani kama mshabiki. Lakini naamini mipango na mikakati ndani ya Simba iko mikononi mwa viongozi wa Simba. Nasi tumewaamini wao wanaweza kalipeleka lijazi. Aidha jahazi kufika au jahazi kufanyaje? Kuzama. Wao ndio watakaoamua na technical bench. Okello the in and out. Kwenye technical bench hapo. Na baadhi ya watu wanasema ile technical bench atakapokuja nao mwalimu liwe complete. Usio kuna kuungaunga. Maana kuna mtu pale watu wengi hawamtaki. Hayo ni mapendekezo ya mashabiki wamependekeza. Na imani mwalimu atakaa kwa sababu anapitia mitandao ya kijamii atakwenda kuangalia. Mwisho wa siku mwalimu atakwenda kufanya maamuzi.
lakini mimi naamini Steve Barker ni mwalimu mzuri, atajipanga vizuri. Kuna namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kutimia. No comment. No comment. Kwa Matola. Unajua niwape story fupi ya Suleiman Matola Veroni. Tunacheza mechi ya Simba na Yanga, shamba la bibi au uwanja wa Uhuru. Striker wa Simba kuna mwamba mmoja alikuwa anaitwa Asmani Machupa. Uliwahi kumuona wewe? Mechi ilikuwa ngumu sana kwenye maisha yangu katika mechi za Simba na Yanga. Mvua inanyesha, Yanga wanakuja wale kama vile labda gari ya mashindano. Simba wana defense game muda wote wako chini. Hiyo Yanga golini kuna mtu mmoja anaitwa Noel Pompio. Si unanielewa vizuri? Suleiman Matola anapiga kaunta moja hatari sana. Hiyo Asmani Abdalla Machupa anachukua mpira pembezoni kabisa. Noel Pompio anakwenda kubana kwenye impossible engo. Anachagua anapotagiwa njia, Asmani Machupa anauweka. Kwa hiyo unapozungumzia mimi kwangu Matola, najua thamani na uwezo wake juu ya Simba. Aidha kuwepo kutokuwepo, tuachie technical bench na uongozi wa Simba. Tuweke nukta mikono. Tumezungumza mengi sana ya kimichezo kuhusiana na Selemani Matola, lakini Steve Barker tumemshuhudia, lakini pia tumeeleza mambo mengi. Bwana, sikukuu mwamba mpaka sasa hizi sikukuu bado siku moja niko mjini, mipango imekataa. Mialiko umepata? Hapana, sijapata mialiko shehe. Nimekuambia na ukuza sasa hivi. Mchaka umekuwa mkubwa sana, mipango iko ovyo. Tunafanyaje? Singano, wewe ndo lazima ukae uambie wadau, jamani Kisugu sikukuu anakula nini? Labda natarajia mwaliko kutoka kwako. Kabla mimi mwaliko kutoka kwako, mimi natarajia mwaliko nipate kutoka kwa bosi wa Kawabe. Kutoka kwa bosi wa Kawabe. Namaanisha CEO. CEO. Asema jamani Kisugu unamwambia nini CEO? Afanye mipango. Asiwe mkubwa sana mbuzi wala asiwe mdogo sana, laki tu anapatikana. Nashukuru sana Kawabe kwa kazi nzuri, lakini Singano niseme tu kabla kufunga mwaka lazima tuje kuzungumza. Lazima tuzungumze. Yes. Lazima tuambie Watanzania hususan kwenye Simba nini kimejiri, lazima tuambie Watanzania soka la Tanzania nini kimejiri, lakini lazima tuje kuwakumbusha Watanzania 2027 tunakwenda kuandaa mashindano ya AFCON. Tuweke nukta. Asante sana.